Naam, tuanze na taarifa hii kuu ambayo tunaendelea kuifuatilia, ambapo Rais William Ruto anaendelea na ziara yake ya maendeleo katika eneo la magharibi mwa nchi, ziara hiyo ikiingia siku ya pili hii leo. Rais anatarajiwa kuwa mjini Kakamega mchana wa leo, ambapo atazindua ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika awamu ya pili na pia kukabidhi nyumba zilizokamilika katika awamu ya kwanza katika eneo la Milimani huko Kakamega. Hata hivyo, siasa zinatarajiwa kujitokeza wakati wa ziara hiyo. Violet Auma anaungana nasi mubashara akiwa Kakamega. Tujuze matarajio ni yapi ya wakazi wakati ambapo ziara ya rais inatarajiwa wakati wote kufikia sasa kwenye eneo hilo. Violet. Asante sana mwenzangu Hadia. Ulivyosema ni siku ya pili ya Rais William Ruto hapa magharibi mwa nchi. Hiyo jana tuliweza kumwona akizuru maeneo ya kaunti za Busia, Kakamega na Vihiga. Hii leo amerauka maeneo ya Bungoma ambako amekuwa Cheptais na vile Chwele, akiendeleza tu miradi ama kuzindua miradi ya maendeleo. Ameweza kuzindua ujenzi wa soko eneo hilo, vile ameweza kuzindua ujenzi wa madarasa na vile last mile electricity connectivity, ambayo wanasema kwamba yeye anazindua mradi wa stima kuhakikisha kwamba tu wakazi maeneo hayo wanaweza tu kunufaika. Baadaye akitoka maeneo hayo atakuwa anafika maeneo ya Malava, ambapo pia atakuwa anazindua mradi wa maji kabla kufika hapa kaunti ya Kakamega. Na ulivyosema ni kweli kwamba atakapofika hapa atakuwa anazindua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu hapa katika kaunti ya Kakamega, sehemu ambayo niko kwa sasa, ambayo ni shughuli zinaendelea. Kama mpiga picha wangu anaweza tu anaweza tu kutuonesha ni kwamba shughuli zinaendelea na maandalizi vile tu kuweza kumkaribisha Rais William Ruto maeneo haya anaendelea tu kwa sasa. Ukiangalia tu ni wale ambao ni wafanyikazi mafundi wanaendelea na shughuli zao katika maandalizi hayo, na baadaye kidogo kutoka hapa atakapofika hapa ataweza kuzindua rasmi ujenzi wa nyumba hizi za bei nafuu, na baadaye ataweza kufika maeneo ya Milimani ambapo ataweza kupeana rasmi zile nyumba ambazo ziliweza kujengwa kwa awamu ya kwanza. Nyumba tayari zimekamilika, wakazi wameweza kuchukua baadhi, wengine nyumba ambazo zitaweza tu kwa faida kulingana na ule mradi ambao serikali inasema kwamba utafaa wengi hapa nchini Kenya. Ni mradi ambao sio hukuanzishwa tu hapa, bali ulianzishwa katika maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Lakini naomba niweze kuzungumza na ule ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa eneo hili aweze kutueleza tu kwa ufupi kuhusiana na mradi huu. Tunatarajia nyumba ngapi katika eneo hili, na labda pengine hizi ni nyumba tu ama kutakuwa na housing. Wewe cheo chao ni kipi hasa hapa, alafu tueleze kuhusiana na mradi wa leo? Cheo changu mimi ni architect wa hii project. Leo tuko na commissioning of the project by the president, ndio maana tuko hapa leo. Mradi tunazungumzia nyumba ngapi, na labda pengine kando na nyumba kuna amenities zile ambazo labda pengine ziko katika eneo hili? Yeah, tunazungumzia housing units 1891, ambapo kutakuwa na blocks 13. Alafu zile amenities zingine zenye tunaita social amenities, moja wapo itakuwa a kindergarten, alafu kutakuwa na a primary school, a clubhouse with a swimming pool, alafu pia kutakuwa na commercial stalls, pia kutakuwa na basketball pitch. Hizo ni ambazo amenities zitakuwa kwa hii project. Yeah. Ni mradi ambao unagharimu pesa ngapi labda? Unagharimu 5.4 billion na tunatarajia itaisha after 24 months. Yeah. So kwa sasa hivi 24 months, labda tunazungumzia lini haswa? Tunazungumzia December 5th 2027, ndio huu mradi utakuwa unaisha. Sawa kabisa, nashukuru sana kwa muda wako. Huyo ni mmoja ambaye ameweza tu kusimamia hapa kutueleza kwa kiduchu. Tunasema kwamba ni nyumba 1100
19 ambazo zitaweza tu kujengwa eneo hili, na hivyo basi tu wakazi kuweza tu kunufaika. Lakini ziara hii hiyo jana tuliweza kushuhudia kwamba kando na kuzindua miradi ya maendeleo, tuliona Rais William Ruto vile vile akizungumzia masuala ya siasa, na hivyo basi ziara yake hii leo pia tunatazamia kwamba kutakuwa na masuala tu ya siasa ambayo yataweza kuibuka. Kumekuwa na minong'ono kwamba kunao viongozi ambao wamekuwa eneo hili waliochaguliwa katika chama cha ODM, baadhi wakisema ya kwamba ama wakitarajiwa kuwa wataweza kuvuka hadi chama cha UDA. Ni maneno ambayo tumeweza kusikia, na hii leo wakati Rais William Ruto ataweza kuzuru maeneo haya, hatuwezi kubaini, hatuwezi jua ni kipi ambacho kitakachotokea iwapo kama viongozi hao wataweza kutangaza rasmi kukigura chama cha ODM na kuingia chama cha UDA, ama kugura vyama vingine ili kuweza kujiunga na chama cha UDA. Ni jambo ambalo tutaweza tu kusubiri. Na vile vile eneo hili ama kaunti hii ya Kakamega mwaka 2022 uliweza kupatia Rais William Ruto kura kidogo sana, ikiwa ni chama cha Kenya Kwanza. Waliweza kupata kura 1165 pekee, na wakiweza yule mpinzani wake wa karibu ambaye alikuwa ni hayati Raila Odinga akiweza kuchukua kura nyingi sana. Na hivyo basi ziara hizi za mara kwa mara hapa magharibi mwa nchi, inasemekana ya kwamba wachanganuzi wa siasa wanasema kwamba huenda ni njia mojawapo tu Rais William Ruto anataka kutafuta uungwaji mkono, anataka kutafuta nambari ambazo ataweza kumwezesha kupata kipindi chake cha pili. Lakini yote tisa, wacha tutasubiri kuona kile kitu ambacho kitakachojiri, siasa ambazo zitakazotokea wakati huo katika hotuba zao, na hivyo basi tutaweza kuwajuza watazamaji wetu wa KTN kitakachokuwa kinajiri hapa katika kaunti ya Kakamega katika habari zetu zijazo. Kwako Hadia. Na bila shaka asante mwenzangu Violet Auma kwa kutupatia muktasari tu wa matarajio katika eneo